Baba, asante kumponya katika jina la Yesu, amen. Asante. Next. Man of God, nabii wa Mungu, Tulimaliza na wewe. Tulishukuru na kazi wewe. Bwana ametenda kwa bwanako. tulishukuru kwa ile Next. kazi. man of God, Nabii wa Mungu, this lady here, Margaret, is a nurse huyu dada hapa Margaret ni muuguzi at Songeto Dispensary in Keyo. katika Songeto Dispensary kule Keyo. She had a Talk to me. spinal cord injury, Alikuwa na jeraha la uti wa mgongo, but during the Nakuru meeting, lakini wakati wa mkutano wa Nakuru she was healed, aliponywa, went to the hospital. akaenda hospitalini, She has the medical records anazo nakala za confirming kimatibabu that she was healed. kuthibitisha kwamba aliponywa. What condition did you have? Ulikuwa na hali gani? I had a pleural. Just describe in common language. Spinal cord injury. Yes. What couldn't you do? I couldn't bend and my left leg was numb. Okay, now bend, we see. Inama sasa tuone. Nobody can touch down like that. Hakuna mtu awezaye kuguza chini kwa jinsi hiyo. I want one of the pastors, the lady pastors. Nataka mojawapo wa wachungaji wanawake Feel. Yes, Umehisi? I felt it. She's pinching my leg. She pinched your left leg. alichuna That was mguu. numb. Yes. And now you can feel. Yes. Thank you. Asante. It is done. Imetendeka. I bless the Lord for healing the spinal cord injury. Nabariki Bwana kwa ajili ya kuponya jeraha la nyuti za migongo. Spinal cord has been healed. Uti wake wa mgongo umeponywa. It will blow away in 1 second if you don't record it. The spinal cord injury caused the paralysis, numbness on the left leg. Jeraha la uti wa mgongo lilipelekea kukufa ganzi katika mguu wa kushoto. Ondoka enda nje, tumemaliza na wewe, si ndio? Okay, next. Man of God, Nabii wa Mungu, I want to present the testimony of Neema. nataka nilete ushuhuda wa You were in Nakuru, you had many wounds All over the body. all over the body and pus, smelly pus. Smelly pus coming out. And I remember the cloth you wore, which was stained with much blood and pus. Yes. Nakumbuka alikuwa Nakuru na vidonda kote mwilini na usaha unaonuka. Nakumbuka ile nguo uliyokuwa nayo ilikuwa na damu, tone za damu kote kote. We have put her, if you go to the website of the Lord, you will see her there. Ukienda kwa mtandao wa Bwana utamuona hapo. After many years of wounds everywhere. Look at the neck, look at the neck. Baada ya miaka mingi ya vidonda kote, hebu tazama shingo. Look at the neck, look at the neck. How they have dried and become scars. Tazama shingo jinsi imekauka na imefanyika alama za makovu. Look at the neck. Tazama shingo. Look that. Tazama You, hiyo. Michael, unless you zoom close, there is darkness here. When there is bright light, the quality of the pictures are compromised and they become dark. That's why cameras have to be low so you can get close to him, to her, and catch the scars. The closer you zoom, the brighter it becomes. The farther away, the darker. You see that? They have all been dried. Yote imekauka. Hata mikono naona. Hata mikono unaona? The scars have dried. The wounds have become scars. Vidonda vimefanyika alama ya makovu. In only 1 month. In only 1 month. Kwa mwezi mmoja pekee. Come. Njoo. Prepare the next person. Andaa na As Yesu. Dr. Njoro comes with me. Waketi chini, wapatie mahali pa kuketi hapa chini hapa. Sisi tupita hivi.
Look how the wounds have dried up. Tazama jinsi vidonda vimekauka. You see? Waona? Ilikuwa a lot of pus. Ilikuwa ya usaha mwingi. Uzaa nyingi ikatoka. Usaha nyingi ikatoka. Kwa miaka nyingi. Kwa miaka mingi. Akivaa nguo ina stick. Inakwama. Unaona uzaa nyingi inatoka kwa nguo na damu. Unaona usaha mingi inatoka kwa nguo na pia damu. Alikuja na kurujuzi. Kwa ile mkutano tulikuwa nayo juzi. Kwa ile mkutano tulikuwa nayo hivi majuzi. January 21st. Januari tarehe 21. Ona vile Bwana alikausha. Ona vile Bwana alikausha. Look. Tazama. Hakuna uzaa tena. Hakuna usaha tena. Look. Tazama. Come my daughter. Njoo binti wangu. I want to be here. Look. Tazama. Look how they have dried. Tazama jinsi ilivyokauka. Unaona hata shingo. Waona hata shingo. Zote zimekauka. Zote zimekauka. Utukufu kwa Yesu. Utukufu kwa Yesu. Thank you. Next. Next. Man of God, we are through. Thank you. Let us clap to the Lord. Asante, tumpigie Bwana makofi. Joyce is coming to the altar to worship a special song. Joyce waja madhabahuni kuabudu kwa wimbo maalum. Pastors, go there and help this man out. Wachungaji Pastors, all of you. Wachungaji nyote. On that side. Upande huu. Joyce is preparing to come. Joyce yuajiandaa kuja. And Wangoi, as usual, is directly in front of her, right? Weka medical records hapa. Unapeleka wapi? Leta hapa. Put the stick on it. Amen. That's all right. Father, I want to thank you for the healings here. And Lord, I give you all the glory for these healings. You have removed people from very, very, very bad place. 16 years they have not walked. Others 6 years. Others were bleeding profusely. Others were deaf. Many conditions healed here. I glorify you, Jehovah, and I give glory to Jesus, that these people may honor Jesus with their lives, and that they may prepare a way, the way for the coming of the Lord, that they may return to holiness, righteousness, and that Mombasa may be cleaned away from sexual sin, from immorality, prostitution, witchcraft, the liars in the church, false prophets, false apostles. Mighty Father, receive glory now, and let your fire start burning here in the mighty name of Jesus. Amen. When we lift our voice in
to bow before his throne. He delights when we lift our voice